Nakuletea leo hii uchambuzi. Huu ni uchambuzi wa kina. Baada ya Zelensky kumfuta kazi mkuu wa majeshi Syrskyi, maswali bado yanabaki vichwani mwa wengi. Chanzo ni nini cha Oleksandr Syrskyi kufutwa kazi na Volodymyr Zelensky? Kama ulikofahamu, fahamu tena kwamba Rais Volodymyr Zelensky amemfuta kazi mkuu wa majeshi Oleksandr Syrskyi kutokana moja kabisa kinachodaiwa ni shinikizo kubwa la maandamano ya wananchi na migongano ya ndani ya uongozi wa kijeshi, hasa baada ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Na hatua hii inalenga kuanzisha upya uongozi wa kijeshi na kuimarisha mkakati wa vita dhidi ya Urusi. Kwa hiyo sababu kuu za kufutwa kwa mkuu wa majeshi Syrskyi, kwanza yale maandamano ambayo nilikueleza, maandamano makubwa nchini Ukraine yaliyofanyika hivi karibuni baada ya Zelensky kumfuta kazi waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Wananchi wakafanya maandamano makubwa wakitaka Fedorov arejeshwe na Syrskyi aondolewe. Waandamanaji walimwona Syrskyi kama mwakilishi wa mfumo wa zamani wa kijeshi wa Kisovieti, lakini wakaona mkuu waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov yupo katika usasa. Lakini pia mbali na hilo la maandamano, kuna migongano na alikuwa waziri wa ulinzi naye pia ambaye aliondolewa. Fedorov alimtuhumu mkuu wa majeshi kwa kuzuia mageuzi ya kijeshi, hususan matumizi ya teknolojia na drone, na Syrskyi alionekana kushikilia mbinu za jadi za kivita, jambo ambalo limesababisha mvutano mkubwa. Lakini pia sababu nyingine ni swala zima la shinikizo la kisiasa na kijamii. Kufutwa kwa Syrskyi kama mkuu wa majeshi Zelensky, kumbuka, alikabiliwa na moja migogoro mikubwa ya kisiasa tangu uvamizi wa Urusi mwaka 2022, na ikabidi alazimike kufanya mabadiliko ili kupunguza hasira za wananchi na kurejesha imani kwa uongozi wa kijeshi. Maana asingefanya hivyo, ilikuwa ni kugawanyika kwa jeshi baina ya wafuasi wanamkubali mkuu wa majeshi Oleksandr Syrskyi pamoja na wafuasi wanamkubali waziri wa ulinzi ambaye tayari ana majenerali wake waliokuwa wanamsikiliza. Kwa hiyo kingefanyika hapo ni kuondolewa kwa rais, kwa sababu maadui wa Ukraine wangeweza wakapenya katikati hapo. Na kwa sasa Ukraine inamtazama adui yake mkubwa ni Urusi, na Urusi inamtazama adui yake mkubwa ni Ukraine. Sasa hatua zilizochukuliwa na Zelensky amemteua Mikhailo Dobrapati, ambaye Dobrapati ni jenerali ambaye anahusishwa na ubunifu na mageuzi na anaonekana kulandana na aliyekuwa waziri wa ulinzi Fedorov. Na huyu aliteuliwa kwanza kabisa kwa kamanda mpya. Huyu aliteuliwa kwa kamanda mpya wa jeshi la Ukraine na anaungwa mkono na umma na anatarajiwa kuleta mabadiliko ya kisasa katika jeshi. Na pia Zelensky ameweza kumrejesha serikalini Fedorov. Baada ya maandamano, Zelensky amempa Fedorov nafasi mpya serikalini ili kuunganisha sekta ya teknolojia na kuendeleza mageuzi ya kijeshi. Si umeelewa hapo? Maandamano ya wananchi yana nguvu. Aliyekuwa waziri wa ulinzi karejeshwa serikalini, na moja kuwa majeshi makamanda ambao walikuwa na support mfumo wake kapewa kuwa majeshi. Sasa ukiangalia mustakabali wa Ukraine unakuja kugundua mageuzi ya kijeshi. Hii ni moja hatua ambayo inalenga kuondoa migongano ya ndani na kuimarisha matumizi ya teknolojia ya kisasa, hususan droni na mbinu za kivita zisizo za kawaida. Na ukitazama pia kurejeshwa kwa Fedorov, Zelensky analenga kuunganisha ushirikiano wa jamii yake na yeye, kwa sababu endapo asipokuwa na ushirikiano na jamii yake, Zelensky atakuja kushuhudia maandamano ambayo ni makubwa mno na uzalendo utaisha kwa wananchi wake. Lakini pia ukitazama anajaribu mikakati mipya ya kivita, kwa sababu mabadiliko yake aliyoyafanya yanakusudia kuongeza ufanisi wa jeshi la Ukraine kwenye kupambana na Urusi, lakini pia yanalenga kupunguza vifo vya wanajeshi na kuimarisha morali ya taifa. Kivipi? Mkuu wa majeshi mpya nadhani atakuwa na mbinu mbalimbali na tutakuja kuzishuhudia na nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Sasa kwa uteuzi ulivyofanyika, unaweza ukawa unajiuliza, ina maana Oleksandr Syrskyi kama mkuu wa majeshi hakuwa anamsikiliza Volodymyr Zelensky ambaye ni amiri jeshi mkuu na rais wa taifa lake, au alianza kumsaliti Zelensky? Ndio maana Zelensky amekuwa na hasira moja kwa moja na Syrskyi. Kinachojulikana kwa uhakika ni kwamba Syrskyi alihusishwa na mbinu za kivita za jadi, wakati Zelensky na waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov walitaka mageuzi ya kisasa zaidi.
walitaka matumizi drone, teknolojia ya hali ya juu na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo huu ni moja mvutano wa kimkakati ambao upo, lakini swala la Syrskyi kumsaliti Zelensky hapana, bali Syrskyi alionekana kuwa na mikakati yake kama mkuu wa majeshi. Lakini pia ukitazama ni swala zima la shinikizo la kisiasa na kijamii. Syrskyi hakuna mahali ambapo amemsaliti Zelensky, bali kilichomtoa tena hapo ni maandamano wananchi waliyofanya kukataa mfumo wa Syrskyi alikuwa anautumia kizamani na kutaka mfumo wa kisasa wa kijeshi. Kwa hiyo ndio sababu. Kwa hiyo kama umemsikia mchambuzi yote au mtu yote anaeleza kwamba Syrskyi inawezekana alimsaliti Zelensky, nikwambie hiko hakipo. Ila tu ni kwamba Syrskyi kwa sababu alikuwa anaamini katika mbinu zake, basi moja kwa moja hakusikiliza kikamilifu maelekezo ya Zelensky kuhusu mageuzi ya kijeshi, kwa sababu Zelensky ni comedian, hana experience yote ya kijeshi. Yes, lakini ana washauri wa kijeshi. Kwa hiyo yeye aliamini katika nguvu zake kuliko nguvu au kile ambacho rais wake alikuwa anamshauri na kabineti yake. Lakini pia ukitazama kuna wengine wanaona kwamba hatua hii ya kumfuta kazi Syrskyi hii ni kufeli kwa Zelensky, lakini nikwambie inaweza kawa ndio au hapana, na hii yote ni kuendana na kile ambacho kitakachozalishwa na mkuu wa majeshi mpya ambaye ameweza kuteuliwa. Sasa tangu Zelensky aanze vita na Urusi, ambapo Urusi anaita ni operation maalum dhidi ya Ukraine, wakati huo Zelensky anaita ni uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Huyu ni mkuu wa majeshi wangapi Zelensky anamfuta kazi tangu aingie madarakani, na vyanzo vilikuwa ni nini, na mkuu wa majeshi wa sasa ni nani? Kiujumla, tangu Zelensky aingie madarakani na vita dhidi ya Urusi kwanza 2022, amewafuta kazi wakuu wa majeshi wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa Valery Zaluzhnyi mwaka 2024, ambapo alipomfuta huyu alimteua kwa balozi wa Ukraine kwa London, na kisha akamteua Oleksandr Syrskyi mwaka 2026. Huyu akawa mkuu wa majeshi, ambapo kwa sasa amekuja kuwekwa kando, ameteuliwa Jenerali Mikhailo Dabropart. Huyu amechaguliwa mwezi huu na vyozungumza tarehe 22 Julai 2026 baada ya maandamano makubwa huko Kyiv ambayo ilifanyika kimya. Na maanisha kimya kivipi? Yalifanyika kimya kwa sababu ya vyombo vya habari vya magharibi havikutaka kutangaza sana maandamano hayo, kwa sababu Ukraine ni mshirika wao. Lakini nikwambie, ndani ya Ukraine ilikuwa ni maandamano makubwa mno ambayo yalikuwa yanakwenda kuhatarisha nafasi ya Zelensky kama rais. Sasa hapa ndo napaswa kunielewa kwamba vyombo vya habari vya magharibi vipo kimkakati. Ndio maana maandamano yalifanyika ndani ya Ukraine hayajaripotiwa kwa nguvu kubwa, lakini maandamano haya yangefanyika ndani ya Iran, yangefanyika ndani ya Urusi, yangefanyika ndani ya Korea, ndani ya nchi nyingine ambazo si washirika wa karibu wa hawa jamaa wa magharibi, yangeripotiwa mno kwa nguvu kubwa. Kwa kuna kitu pia hapa cha kutizama, na ndio maana huwa nasisitiza hata vyombo vya habari vya ndani ya mataifa ya Kiafrika yanapaswa kupushi zaidi ya ajenda za nchi zao, sio ajenda za magharibi, kwa sababu magharibi yeye hapushi ajenda nzuri za wewe anayekutawala kifikra, anapushi ajenda mbaya tu za kwa wewe. Lengo ni kukuchafua zaidi, maana kipushi mambo mazuri kukuhusu wewe utakuwa na yeye. Target yake sio wewe ukue, target yake ni wewe uendelee kumtegemea, endelee kukunyonya. Si umeelewa? Na maanisha kukunyonya kwenye rasilimali mbalimbali. Sasa ukitazama mwaka 2024 mkuu wa majeshi Valery Zaluzhnyi, sababu kuu za kufutwa yeye ni kwamba tofauti za kimkakati na Zelensky kuhusu mbinu za vita na uhusiano na NATO. Pia kulikuwa na mvutano wa kisiasa juu ya uongozi wa kijeshi uliopelekea Valery Zaluzhnyi kufutwa na akapelekwa kwa balozi wa Ukraine nchini Uingereza. Oleksandr Syrskyi, huyu ni shinikizo la maandamano ya wananchi yamepelekea yeye kuondolewa, na maandamano hayo yalikuja baada ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Na Syrskyi inadaiwa alionekana kuzuia mageuzi ya kijeshi, hasa matumizi ya droni na teknolojia. Pia kulikuwa na mvutano wa ndani ya jeshi na kupungua kwa imani ya umma, na akaondolewa rasmi. Na Zelensky amemshukuru kwa mchango wake katika vita vya Kyiv na Kharkiv, lakini hajatangaza labda nafasi gani anampa baada ya hapo. Na aliyoteuliwa ni Jenerali Mikhailo Dabropart
ambaye kateuliwa mwezi huu Julai, na huyu anajulikana kuwa kijana zaidi kwa majeshi, kijana zaidi ambaye ana uzoefu wa mapambano na anaungwa mkono na umma mkubwa. Na huyu ana mtazamo wa mageuzi na teknolojia, akihusishwa na matumizi ya drone na mbinu za kisasa. Na kuteuliwa kwake kunalenga kuanzisha upya uongozi wa kijeshi na kuimarisha morali ya taifa. Kwa hiyo mambo ndivyo alivyo, na anatarajiwa mengi sana kuweza kuyafanya. Sasa unajua, tunaposema kila mtu ana ubaya wake, mimi na ubaya wangu, na mimi pia nitakuwa na uzuri wangu. Wewe unanisikiliza, una ubaya wako na pia una uzuri wako. Japo kiulimwengu watu yapa nguvu sana mabaya kuliko mazuri ya mtu. Ila sasa tuangalie mkuu huyu wa majeshi mpya kwanza aliyeteuliwa anakwenda kusaidia nini katika vita na Urusi kwa sasa, na ni mshirika wa Zelensky au NATO, kwa sababu ni mkuu wa majeshi kijana. Kama nilivyokueleza hapo awali, kama umewaza swali hili, nikwambie mkuu mpya wa majeshi ya Ukraine Jenerali Mikhailo Dobrapad anakwenda, au matarajio makubwa ya Zelensky kwake ni kufanya mageuzi ya kijeshi na teknolojia, kupunguza utegemezi wa mbinu za jadi za kivita ambazo zilionekana kusababisha vifo vingi kwa wanajeshi wa Ukraine, na kuleta mbinu za kisasa, mbinu za kizazi kipya cha maafisa wa kijeshi, kutegemea droni, teknolojia ya kisasa na mbinu zisizo za kawaida. Lakini pia kwenda kuimarisha morali na ushirikiano wa kijamii, kwa sababu huyu anaonekana kulandana na waziri aliyesababisha maandamano. Basi wanakwenda kufanya umma utulie. Lakini pia ukimtazama Dobrapad ni mshirika wa karibu sana wa Zelensky. Kwa hiyo kuteuliwa kwake ni kuonyesha mwelekeo mpya wa uongozi wa kijeshi. Na ukitazama Dobrapad si mtu wa NATO moja kwa moja, na Dobrapad ana uwezekano kwenda kuimarisha ushirikiano wa Ukraine na NATO kupitia mageuzi ya kijeshi na matumizi ya teknolojia ya kisasa, kwa sababu Ukraine, kumbuka, mpaka sasa vita hivi anavyopigana, mtu mkubwa ambaye anampush ni NATO, si nguvu zake. Kwa hiyo hilo unapaswa ulifahamu. Sasa tuangalie sasa upande mzuri wa Oleksandr Syrskyi ambaye ni mkuu wa majeshi mstaafu au aliyefutwa kazi. Tangu ateuliwe, ni wapi alifaulu katika vita na Urusi na wapi alifeli? Tutazame mafanikio makuu ya Oleksandr Syrskyi kama mkuu wa majeshi alipoteuliwa. Kwanza kabisa turudi nyuma, tuangalie kwenye ulinzi wa Kyiv Februari hadi Machi 2022. Huyu jamaa kabla ya kuwa mkuu wa majeshi alifanikiwa kuongoza vikosi vya Ukraine kuzuia jeshi la Urusi kuingia na kushika mji mkuu. Kumbuka Februari tu vita vilipoanza kuelekea Machi, Putin alikuwa anakwenda kuchukua Kyiv ile, lakini alizuiwa na walitumia mbinu mbalimbali za kuweka raia na mambo mengine mbalimbali ambayo alimzuia Putin kufanya mashambulizi akihofia kuangamiza raia. Na hatua hii ilionekana kama moja mafanikio makubwa ya Ukraine, ikisaidia kuimarisha morali ya taifa na kuonyesha uwezo wa kujilinda. Lakini pia ukitazama mashambulizi ya Kharkiv Septemba 2022, Syrskyi ni mmoja wa watu wabunifu ambao walisababisha mashambulizi aina mbalimbali, tunaita counter offensive kule katika mkoa wa Kharkiv, na jeshi la Ukraine likafanikiwa kwa kiasi chake kurudisha maeneo kutoka kwa Urusi, jambo ambalo liliweza kushangaza dunia na kuimarisha imani ya ushirika wa NATO, japo baadaye Urusi alikuja akayachukua. Na hiyo yote ni kwa sababu Urusi alimchukulia Ukraine kikawaida. Kumbe Ukraine akarudi akakusanya pumzi, akaja kwa kasi kupush, na Urusi akaona umepush, akarudi naye akampush. Ndio maana mpaka sasa hivi mambo hayajawa mazuri kwa Ukraine. Kuna vita vya Lyman. Syrskyi aliweza kuongoza operation ambayo ilisaidia Ukraine kurejesha mji wa Lyman, ikionyesha uwezo wa kupanga mashambulizi ya haraka. Lakini pia huyu ni mmoja wa watu ambao walifanikiwa kwenye maeneo mengine, waliweza kuyateka, ikiwa mkoa karibu kabisa ambao upo karibu na Ukraine na mengineyo mengi. Lakini kwenye swala zima la kushindwa na ukosoaji, 2023 kuna vita vinaitwa vita vya Bakhmut. Ukraine ilipoteza wanajeshi wengi sana kwenye juhudi za kulinda mji huo,
na Syrskyi akakosolewa kwa kushikilia mbinu za jadi za kivita na kuendelea kupigania miji licha ya gharama kubwa, na akapewa jina la utani la Jenerali 200. Huu ni msimu wa kijeshi ambapo ulitokana na vifo vingi vya askari vilivyotokea. Sasa njoo 2024, 25 hadi 26, kuna wakati vikosi vya Ukraine vilipata hasara kubwa sana na vikashindwa kuzuia Urusi kuimarisha udhibiti wake. Kwa hiyo ilisababisha ukosoaji kuongezeka, na Syrskyi yeye alikosolewa sana, akaonekana anapeleka wanajeshi kwa chakula cha mizinga kwa jeshi la Urusi, kitu ambacho ni kweli. Hakubadilika na mbinu yake, alizuia mageuzi ya kijeshi yaliyopendekezwa na Waziri Mkuu Mikhail Fedorov. Ni moja maeneo ambayo yalionekana kufeli kiujumla. Kwa hiyo Syrskyi ni moja mashujaa wa Ukraine, lakini kuna upande wa pili alionekana kufeli alipopewa ukuu wa majeshi baada ya kuonyesha akili fulani au mbinu fulani ambazo alizifanya. Sasa kwa kinachoendelea cha kufutwa kwa ukuu wa majeshi, Putin anahusika vipi? Kiujumla hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba Putin amehusika kwenye kufutwa kwa ukuu wa majeshi wa Ukraine na Zelensky. Lakini kwa mbinu za kidiplomasia, jinsi Urusi na Putin wanavyohusiana kwa njia isiyo moja kwa moja, ni kwamba kuna shinikizo la vita. Mashambulizi ya Urusi yamekuwa makubwa na ya muda mrefu, yanasababisha Ukraine kubadilisha mara kwa mara mbinu na uongozi wa kijeshi. Njoo kwenye upande wa hasara, vita vya Bakhmut na Avdiivka vilisababisha vifo vingi vya wanajeshi wa Ukraine na ukosoaji mkubwa kwa mkuu wa majeshi Syrskyi. Shinikizo hili lilitokana na mashambulizi ya Urusi. Zelensky pia alihitaji kuonyesha kwa wananchi na washirika wa NATO kwamba anaweza kubadilisha uongozi ili kukabiliana na Urusi kwa ufanisi zaidi, kitu ambacho hatuwezi kusema kitafaulu au kitafeli. Kwa hiyo hii yote Putin anaingia katika mfumo huo, kwamba kichapo anachokitoa kinasababisha upande wa pili wafanye mabadiliko. Wanapofanya mabadiliko, tunasema ni Putin kaingia, Urusi kaingia. Yes, kwa hiyo iko hivyo, lakini Putin hajatoa amri ya moja kwa moja kufutwa kwa wakuu wa majeshi, lakini vitendo vyake ndio vinasababisha Zelensky kufanya mabadiliko haya mara kwa mara ya wakuu wa majeshi. Chanzo ni Putin. Natumai utakuwa umenielewa kwenye hili. Kama utakuwa na swali lolote, unahitaji uchambuzi wote, utaniambia kwenye comment. Shukran kwa Babu wa Kivita. Mimi ni The Rich Voice. 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 Rich Voice.
Which voice? Which voice? Which voice?